Mara nyingi ukiona mpaka msanii Diamond Platnumz anaelezea kuhusiana ama ana appreciate kuhusiana na uwezo wa msanii fulani, basi itambua kabisa kwamba msanii huyo ana kipaji kikubwa sana. Sasa hapa nina video clip fupi sana ya ambayo Diamond Platnumz alikuwa anaongea kuhusiana na uwezo wa Aslay, alafu pia akazungumzia jinsi ambavyo kama Aslay angekuwa Wasafi basi leo hii tusingekuwa tunamzungumzia Aslay kama ambavyo anazungumziwa sasa hivi. Hii inakuja baada ya video hii ya Diamond Platnumz pia kutrend kutokana na kile ambacho kilionekana kwenye video ya Aslay akiwa nchini Kongo akiwa amevaa zake marapa viatu vya kuogea, tunaweza kusema hivyo, akiwa anazurura mtaani nchini Kongo. Baada ya lile tukio bwana, video ya Diamond Platnumz ambayo ashai ku appreciate uwezo wa Aslay na kusema kwamba right, kama angekubali kujaga Wasafi basi mambo yake ingabadilika, ikaanza kutrend tena. Sasa kama ulikuwa bado hujaiona hiyo video ya Diamond alivyokuwa anazungumza, basi hapa nitakuwekea, alafu uweze kumsikiliza Diamond Platnumz, kisha utakuja kuniachia maoni yako. Ingawaje kuna mazito ambayo yanazidi kuzungumzwa huko mtaani kuhusiana na hiki ambacho alikizungumza Diamond, afu watu wana relate pia na kile ambacho kimemtokea msanii Aslay. Yote utayapata hapa kupitia video hii hapa hivi. Cha msingi zaidi naomba nikukumbushe mdau wangu, unajua pengine ulikuwa bado hujasubscribe, pengine kwa bahati mbaya. Sasa kama ulikuwa bado hujasubscribe, basi tazama chini ya hii video hapo, kuna neno limeandikwa subscribe. Kwa upendo tu, inawezekana ukawa ni shabiki wa Diamond Platnumz, inawezekana ukawa shabiki wa Aslay, au pengine ni mshabiki wa muziki wa Bongo Flava, kwa namna yote ile pale, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu hapa utakuwa unapata updates nyingi sana, taarifa nyingi sana kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kina happen kwa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Gabby Official. Sasa kama kawaida, kuna hii clip hapa ambayo Diamond Platnumz ameweza kuzungumzia, ilikuwa ni clip of course ya muda kidogo kumhusu Aslay. Alizungumzia uwezo wa Aslay na kusema kwamba kama Aslay angekuwepo ndani ya Wasafi basi huenda leo hii asingekuwa pale alipo sasa hivi. Hebu msikilize Diamond alafu narejea hapa. Ili biashara hii ikifanyika itambuliki ni biashara na sio kusaidiana, sio sijui. Hakuna support. Kwa mfano mmoja, kila mtu tunamjua ndani ya Aslay. Aslay ana talent kubwa sana. Aslay ana uwezo mkubwa sana. Lakini Aslay angekuwa koroni mwangu mimi asingekuwa unamsikia. Angefika mbali zaidi. Mwekezaji mwingine akamwekeza pesa, angefika mbali. Lakini wawekezaji wakiona kama wakina Diamond wanazinguliwa, mimi wa fulani itaonekanaje? Sasa I hope utakuwa umemsikiliza vizuri kabisa Diamond Platnumz. Kagusia kidogo tu, lakini baada ya ile video ya Aslay kuweza kusambaa, sasa ndipo ambapo ngoma imekuja kugeuka kwa maana nyingine tena. Watu wameanza kumshambulia Diamond Platnumz na kumchukulia kwamba yeye ni mmoja watu ambao wamesababisha Aslay yuko hapa, kwa kusema kwamba Diamond Platnumz alishiriki katika kumuibia nyota yake Aslay kwa sababu alikataa kujiunga na Wasafi. Mengi anasema huko mtandaoni, ni kauli za mashabiki ambazo of course shabiki ana uwezo wa kusema chochote na asipingwe na mtu yote. So wameanza kumshambulia kisa tu hii kauli ambayo aliongeaga kwamba right, kama Aslay angekuwa ndani ya Wasafi basi leo hii angekuwa mbali zaidi. Na inasemekana kwamba nafasi ya Mbosso pale Wasafi ilibidi aweze kusainiwa Aslay, lakini inasemekana kwamba katika sintofahamu ambazo ziliweza kutokea basi ikapelekea akasainiwa Mbosso ambaye tunafahamu alifanya vizuri sana. So wewe kwa upande wako tuambie una maoni gani kuhusiana na hawa ambao wanamshambulia Diamond Platnumz na kusema kwamba hii kauli yake inaonyesha moja kwa moja kwamba yeye alikuwa na lengo la kuchukua nyota ya Aslay tangu kitambo sana. Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo yanakuja, nitakuletea hapa kwa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakuletea updates zote kwa wakati sahihi kabisa. Bye bye.